Wanakuja kusikiliza amani. Yaani wanatuletea amani. Hawapendi unyanyasi, hawabandi. Hapa ni wapi? Hapa ni Kibati Kanyaruchinya. Inabidi tuungane mkono. Mama, na wewe habari? Habari wewe Yumba? Habari yako? Mzuri. Kwa nini ulikuja hapa? Tulikuja kusikiliza tu habari za bandugu yetu. Wamesema nini? Wamesema tupatane, tuungane mkono, tunataka amani na maendeleo. Mimi nakuja meeting. Ndio, kwa nini umekuja hudhuria meeting na kitu gani umesikia? Nimesikia jinsi wa ndugu zetu hayo sema jentua jinsi ilijitolea juu yetu na inapenda ituletee amani. Ni matatizo gani mnapitia hapa Kibati? Tatizo tumemaliza juma 2 tunalala mzuri, lakini mbele tulikuwa nalala kwa wasiwasi. Nini ilikuwa inapitika? Masasi, watu kuuawa na watu kuwapiga vibaya. Unaona hii masilaha? Nasikia waza seme ni za wajeshi ya kwetu. Hawezi kuwa na silaha kufanana hivi. Unaona kisi kilichokuwa? Basi ilikuwa ya wao askari. Tunaonekana ni kuna fichika basi moja. Ndio hizi silaha zinawamaliza usiku. Unaziona? Eske watu ambao walienda wakazitoa wakaonesha kwenye ziko walifanya kazi mingi. Muone hizi bunduki batu zenye zinaanza huo ni wapata gani? Watu wengi sana. Muone basi ene dangao hapana hazikukwaga, mnaona nyewe population. Hata mtoto kidogo naona kama hii silaha inafikiwa fasi. Si ndio? Ona mabunduki zenye zinawamaliza. Ndio hizi. Ona hii walishaikata na ponsezi. Tunaona ponsezi walishaikata ukichwa hapa hivi. Ulishaona? Eske ule soda kwetu anaweza kamata anaenda kata bunduki na ponsezi anatafuta nini? Inaonekana ni zaire wa bandi, si ndio? Hawa ndio wanawamaliza usiku. Ndio sababu waliwaita hapa muone na mkue active, msitafute jinsi ya kusaidiana na jeshi hizi bunduki zitoke kati yenu. Si ndio? Mfanye nguvu sababu hii ni nguvu yenyewe watu. Unasikia? Sasa tunakuja Nyiragongo ni kawaida tu ya kazi ya kila siku. Tunafanya mobilisation na sensibilisation kuelezea wakaaji waachane na kuwa pamoja na wale watu ambao kuna masilaha wanaweka masilaha nyumbani, denonce silaha wazirudishe. Unaona ambao wamezileta hapa tayari, tunawaambia tunawasensibilize juu wafundishe wale wazalendo warudie na waache huwa watu na silaha ambao zinawekwa ndani ya manyumba wazidenonce zitoke ndani ya waraia wakiwa na security. Lakini hamasa ilikuwa inafanyika Goma, leo mnakuja Nyiragongo. Nyiragongo tunafika sababu kuko wazalendo FDLR wako wengi hapa ngambo juu ya pori. Wanakuwa wanaingia ndani ya waraia, wanawatetiza, wanawaua. Ndio sababu tunatia nguvu kabisa hapa kwa Nyiragongo sababu security na kurudie. Sawa vile sehemu zingine unaona Goma kuna sehemu mingi sana zilizokuwa na security. Na Nyiragongo ilikuwa bado ingari na matatizo ya FDLR na wazalendo na kelke FRCD wenyewe wanajificha. Mwito gani unao kwa watu wanaokuwa na silaha ambao? Mwito ni kurudisha silaha. Bazirudishe, hakuna mtu atawafanya kitu, lakini hii jeshi ambayo iko hapa haitakubali hata kamwe watu waendelee kuuawa na wazalendo wao na wa FDLR. Wiko determine kudemine ile rezo ya wafanya mubaya juu watoke ndani, lakini wazalendo wakuje, tunawaita wakuje, hawatakuwa kitu. Lakini kama hawakubali, jeshi iko pale, raia ilishasikia message, itasaidiana na jeshi, lazima watawatoa ndani. Na FDLR FDLR wanapaswa toka, wanaenda kwao, watoke waende kwao, wanajua kwao, watoke waende. mbele na watu wa mbele yetu, sio lazima kuingia ndani na
wa mama, tuko wa vijana, mko na wa baba. Munaona tunaikala hapa. Mnajua? Hakujua jua nini? Jua nini? Hawa askari walikuja hapa juu ya security yenu. Msiwaze waliwaleta hapa kwa hii jua yenu. Na wanawaleta hapa sababu participation yenu inahitajika. Tumekusanyisha wananchi hapa vilashi ya Kaburi kwa Kibati Sheferi ya Bukumu ili tuweze kuwaongelesha waweze kupata jumla kutoka kwa liwali wa jimbo Bahati Musanga Erasto, General Meja General Sultani Makenga, coordinateur wetu Corneille Nanga Yobelu, coordinateur wa AFC M23, ni kuweza kuongea na raia, kuwajulisha kama raia hii jeshi yenye iko hapa inatumikia raia kwanza, kwa sababu bila raia hakuna msingi wa kugombana. Msingi wa kugombana ni usalama na vizuri vya raia. Ndio tulikuwa tunataka kuongea na population na raia ili waweze kujisikia huru kutumika na hii jeshi, kutumika na la polisi ili tuweze kurudisha usalama mu sheferi yetu ya Bukumu na teritwari ya Nyiragongo kwa ujumla. Nimeona unatoa mwito kwa wananchi kwamba waje wasalimishe silaha ama waoneshe. Inamaanisha nini? Inamaanisha silaha zilikuwa zimetembea sana katikati ya raia, na raia ingali na woga, wanasema tukipana silaha watatufunga au watatupiga. Hapana, kama unapata silaha, unarogota silaha au ulikuwa na silaha mnyumba yako, ikamate ubebe chef de village au chef de groupement, hawatakuuliza kwenye silaha umeitosha, watakamata silaha wanaelea service de sécurité. Hakuna kufungwa, hakuna kunyanyaswa. Ile ya kunyanyaswa ilikuwa ni ya regime passé. Ni mnawapatia siku ngapi? Atuwapatie siku, kila siku wanataka wanaleta silaha, wanapata lisikia huru, raia inapata lisikia huru. Sasa wanakuwa una viongozi, chef de village, mwami, chef de groupement, wanapata lisikia huru. Kama napenda asubuhi atakuya, kama napenda magharibi anakuya. Atuwapatie siku na atuwapatie condition. Piga Masisi, ina nguvu sana. Piga Mushaki, ina nguvu sana. Piga Kale, ina nguvu sana. Piga Goma, ina nguvu sana. Piga Bukavu, ina nguvu sana. Piga Rutshuru, ina nguvu sana. Inaenda Kinshasa, ina nguvu sana. Ndio, hapana, sio hivyo. Na kati ya vijana kunakuwa pia wale ambao wakusoma, lakini unajua tangu zamani wanatuambia eti vijana ndio kwa Kifaransa wanaita la jeunesse et l'avenir de demain, na hiyo inakuwa tu kwa maneno, lakini vijana hawaishi kweli hiyo. Unaangalia ndani ya siasa yetu, hata ndani ya administration publique, wanabaki wakikamata wazee ambao walitumika. Sio kama hatupendi hao wazee, lakini inaomba wazee na wanasiasa wanakuwa wanapatia vijana nao nafasi. Na sisi kwenye ideolojia yetu tunawapatia vijana nafasi, tukianzia ndani ya jeshi na ndani ya polisi na tukienda ndani ya kazi zingine. Kama mimi ambao nawaelezea hapa, mimi ni kijana na niko mshauri wa governor kwa mambo ambayo inahusika na administration na sheria na mambo ambayo inakutana na kutimu. Governor amenipatia confiance kwa kuwa niko kijana, kwa kuwa mimi nafaa, ameniita nikae pembeni yake na niweze kutoa intelligence yangu ku intérêt na kuweza kuiweka kweli iweze kufalia nchi yetu. Na hao vijana tunawaambia ndio hao watajenga nchi ya kesho. Tunapenda kwa leo tuanze tuwakamate mikono na tuwapatie responsibility, sio mpaka ndani ya jeshi, hata ndani ya siasa pia. Kwa nini umekuja hapa Kibati ama Nyiragongo? Tumekuja Kibati kwa kuwa ngazi zetu za kufanya upelelezi zimetuambia kama ndani ya hizi eneo kunakuwa watu ambao wanakuwa na silaha lakini wanaogopa kuzitoa. Ndio maana timu ambao tunatumika pia ndani ya mobilisation na recruitment imehitajika kuja tena kuambia hii population ya hapa, tukifatana na tukipatiana mkono na administrateur du territoire na hata mwami,
kuwakumbusha kama siku ya neema inaenda inaisha polepole. Ule ambao anakuwa na silaha, ule ambao anajua kama anaweka mzalendo ama sijue bandi mwingine ambaye anatatiza usalama mdogo hapa, tukiwaambia kweli kama leo ndio siku ya mwisho na wameona kweli silaha wamoja wamezileta na wamezirudisha hapa, na hatutachoka hata tutaendelea kuwahimiza. Tunawaomba hii population hapa iweze kweli kutupatia habari na sisi tuwapatie amani. Ni ya Kibati peke yake ama na vijiji vingine hapa? Inakuwa ya Kibati na Munigi na wengine wa karibu hapa ambao wote wameombwa kuja na kusikia hii message ambayo inawaita kweli waje warudishe silaha na waje watuambie kama mabandia bado wangali wakijificha ndani ya hii raia, kwa kuwa wengi wanatoka ndani ya teritwari ya Nyiragongo na ni hao ndio wanakuja kufanya usalama mdogo ndani ya teritwari ndani ya mji wa Goma, na wengi wanakuwa hapa Yulu wakidanganywa na hao wanasiasa Kinshasa eti wachukue silaha. Watu mlishindwa kupigana na silaha ambazo zilikuwa Goma, mnabaki na silaha mbili, mnadanganya watu population hapa eti nyinyi na silaha mbili mtakamata mji wa Goma. Si ni uongo? Wale wanakuwa mabandia ambao wanaingilia watu na wanaleta usalama mdogo ili wachukue pesa ndani ya tumbu zao na wajifalie wenyewe. Ndio maana hii raia yote, population yote, iwe ya Kibati, ya Munigi na ya Nyiragongo yote, tunawaita raia muweze kutupatia habari kwa wakati ambao unafaa ili mtusaidie na sisi tuwapatie amani. Wale watu ambao wanawaelezea eti hao watu watatoka, wataenda sijue, watarudi sijue Sabinyo ama Sarambwe, wanawadanganya, iko uongo mtupu. Sisi tulikuja, tuko Wakongomani, hata kama wanawaza tutakimbia, tutakimbilia tu ndani ya Kongo, kwa kuwa tuna maafa na tuna hiyo droit, sheria ya kuishi ndani ya Kongo kama vile Wakongomani. Nzuri. Kwa nini na umekuja hapa? Nakuja sikiliza meeting ya chama chetu cha AFC. Parike wanatuletea amani. Tulikuwa tulishakosa amani, lakini depuis anje fai musako ya kuverifia mabunduki ziko na tutatiza, tulishaanja pata amani. Sawa. Kwa nini umekuja hapa? Kwa sababu ya musaka wanajeshi ili kututakia nani amani katika mji wetu. Kwa hiyo mnaomba nini? Nataka amani. Nyinyi kama wanani? Sisi kama raia. Wa wapi? Wa Kanyaruchinya. Kibati. Kibati. Ndugu, nao kwa nini umekuja hapa? Nimekuja kwa sababu msaada wa raia. Nimekuja kwa sababu ya msaada wa raia nipate amani. Unaomba nini kama wakazi wa Kibati? Naomba amani. Ndugu, habari yako? Mzuri. Kwa nini mko hapa? Tunaomba juu ya information ya security. Sasa mnaomba nini? Naomba tu amani. Naomba amani. Ni nini ilikuwa inapitikana hapa? Watu wazi viaje kila siku. Leo juu security imejikaza. Tunaanza sinza kidogo. Habari yako? Kwa nini umekuja hapa? Jua nini umekuja hapa? Mimi nakuwa kusikia maneno za wakuu. Umesikia nini na kitu gani kilikuwa kinaendelea? Furahisha vyenyewe kwa wanasema. Ni nini ilikuwa inaendelea hapa? Hapa kwetu kulikuwa kama mbuzi sana. Nalima ka chakula kako wanakaiba, kama kuna kambuzi wanakamera. Kongo itajengwa na nani wa mama. Kongo itajengwa na sisi wa mama. Na sisi wa mama. Na sisi wa mama. Huku siwasikia. Na sisi wa mama. Iyo. Na sisi wa mama. Iyo. Asante sana. Nisema Mkiswahili wala Mkinyarwanda? Ndio, mimi nakuya juu tuzungumze. Mimi niko conseiller wa gouverneur, vitu inaelekea wa mama. Ni kusema tutatumika kazi nyingi sana pamoja. Ndio, sisi wa mama tutajenga Kongo. Sisi ndio centre, sisi ndio msingi wa familia.
Mama akifundisha watoto wanasikia, mama akisema Bwana anasikia, sivyo? Sio nguvu zetu, nguvu Mungu alitupa, si vile? Bwana amshibie. Sisi ndio msingi wa na ndio msingi wa nchi, vile. Sasa nataka tusikilizane, tuongee vizuri, si vile? Wamama juu tuko msingi, sisi tunaweza kuleta changement, si vile? Tunaweza changer vitu mingi sana, mwi vitu vyote mko mnaona. Wamama tukedeside, tunafundisha wa bwana zetu, tunafundisha watoto wetu, vitu yote vitakuwa tofauti, si vile? Tuwafundishe, mwenyiko na bunduki airudishe, mwenyiko kunjenya iko hayo, mfundishe Bwana, mfundishe. Njo role Mungu alitupa na njo role tunapaswa kutenir, si vile? Role ya usalama. Mama hapashe kukua mkitu kinabomola, hapana. Mama anapaswa kuwa mkitu kinajenga, si vile? Mama anapaswa kuwa mkitu kinajenga, si vile? Sasa tulitaka niwa explique kama hizi fui walifanya hii kuingia manyumba kuangalia, haiko kuwasumbua, hapana. Ni juu muwe salama. Ndio kitu AFC M23 inataka, muwe salama. Wamama wawe salama, nyumba zenu ziwe salama, wabwana wenu wawe salama, watoto wenu wawe salama, si vile? Sasa mimi nawaza tusikilizane sisi wote, tufundishe, useme. Ukiwa penye bunduki iko, ukiona mtoto wako iko na bunduki anaficha, bwana wako iko na bunduki anaficha, mwambie hapo yajitoe, hawatamfanya kitu. Alafu mkikuwa salama, tukikuwa salama sisi wote, mama atafanya kazi yake salama, bwana ataenda kufanya kazi yake salama, watoto watasoma. Si mnaona mimi nashimama, si niko mwanamke? Nijui nilisoma, si vile? Kujua kulikuwa amani. Sasa na nyie mnapaswa kutafutisha amani juu watoto wasome. Alafu hao wasika yote waweze kusoma, waende mbele, watoto wetu wakuwe msingi ya nchi, si vile?